Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wafuatiliaji wa Snadaril TV na watazamaji, leo hii tuko ofisi ya Shehe mkoa wa Singida tukiangazia masuala mbalimbali ikiwemo katika wakati huu ama kipindi cha mfungo wa Ramadhan, mfungo mtukufu. Tutaongea mawili matatu na Shehe wa mkoa atazungumza. Nikukaribishe uendelee kufuatilia kipindi chetu na mahojiano maalum, na Shehe atajitambulisha majina yake kisha tutaendelea. Karibu sana. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Isa bin Sheikh Nasr Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Karibu sana katika mahojiano yetu maalum. Naam, asante sana. Tumeona maandalizi ni mazuri kabisa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na Waislamu wengi mkoa wa Singida wameanza mfungo rasmi. Sasa labda kwa kuangazia katika una yapi ya kusema? Karibu. Asante sana. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa fadhila zake ametupa taufiki ya kuweza kuhudhuri mwezi mtukufu wa Ramadhani wa 2026 tukiwa hai na nguvu na salama na amani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo. Lakini la pili, nina washukuru Waislamu mkoa wa Singida katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawakuwa na pupa na malumbano kama ambavyo ilivyo miaka ya nyuma iliyopita. Walikuwa watulivu, na mpaka tangazo la Mheshimiwa Mufti lilipotoka limepokelewa na Waislamu kwa utulivu na furaha na amani, na leo watu wameanza kufunga baada ya kupokea tangazo la Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania jana usiku. Shukrani sana. Lakini pia maandalizi ya mfungo huu yapoje? Karibu. Asante sana. Maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na taraji yako vizuri. Labda nichukue nafasi hii kutoa nasaha kwa Waislamu kama ambavyo alivyotuainishia mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Ramadhani imegawanyika katika makumi matatu. Kumi la kwanza ambalo hili tulilolianza ni kumi la rehma, ni waja wa Mwenyezi Mungu kurehemewa na Mwenyezi Mungu, kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Lakini kumi la pili ni kumi la msamaha, watu kuomba msamaha na kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumi la tatu ambao kumi la mwisho kwa mujibu wa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ni kumi la watu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Kwa hivyo wito wangu kwa Waislamu, ili kumi la mwanzo ili tuweze kupata rehema za Mwenyezi Mungu, tuweze kurehemewa, maana yake Waislamu tuzidishe kufanya mambo yaliyo mema, kama vile kusoma Qur'ani kwa wingi, kama vile kutoa sadaka kwa wingi, kama vile kuwasaidia wajane na mayatima kwa wingi. Lakini pia kabla ya sisi kupewa huruma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya hili kumi la mwanzo la rehma, sisi wenyewe kwa wenyewe tunatakiwa tuhurumiane. Moja ya huruma, wafanya biashara ndani ya mwezi huu wanatakiwa hasa kwenye kumi hili la mwanzo waoneshe huruma ya kutokupandisha bidhaa mbalimbali ambazo zinazohitajika kwa wafungaji kama sukari, mchele, ngano, mihogo na vile ambavyo vinavyotumika kwa njia ya iftari, ndizi, na kadhalika, kwamba wasipandishe bei, kwamba huu ni mwezi wa kupata machumo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mwezi wa kufanya biashara, kukithirisha, yani kupata vipato ndani ya mwezi huu. Kwa hivyo sisi tunapaswa kuhurumiana wenyewe kwa wenyewe
kabla ya Mwenyezi Mungu kuturehemu na kutuhurumia ndani ya 10 hili la mwanzo. Lakini 10 la pili watu waache mazoea ya kupoteza muda kwenye vijiwe vya drafti na kadhalika. Waone kwamba ni mwezi wa kusoma Qur'ani na kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha sana. Lakini pia ndio mwezi ambao katika maelekezo ya dini ya Kiislamu na maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika dua zinazokubalika haraka zaidi ni dua ya mtu mwenye kufunga. Kwa hiyo wenye kufunga wanao nafasi kubwa sana ya kumlilia Mwenyezi Mungu na kumwomba Mungu kwa mambo yetu mbalimbali, lakini pia na kuiombea nchi yetu na kuwaombea viongozi wetu, kwa sababu ndio mwezi wa kufunga, na dua ya mwenye kufunga inapokelewa haraka sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni washauri Waislamu waache kupoteza muda kwenye vijiwe mbalimbali, kucheza karata, bao, dhumna. Watumie muda huu mwingi sana wa kukaa misikitini, kuwatembelea wajane, mayatima, maskini. Lakini pia katika utoaji wa sadaka watu wakithirishe sana kutoa sadaka. Tubadilishe, tusitoe sadaka kupitia kutafutwa na mayatima au wajane au maskini. Tutumie muda mwingi walionavyo wawatafute mayatima, wawatafute wajane, wawatafute maskini, na tunapotoa sadaka zetu basi tusiwadhalilishe wale ambao tunawapa hizo sadaka zetu. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, Shehe kwa Singida ameainisha mambo kadha wa kadha, huku akiwaasa waumini wa dini ya Kiislamu katika mkoa wa Singida namna ambavyo wanapaswa kutekeleza mfungo huu mtukufu wa Ramadhani 2026. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV. Shehe, umeelezea namna ambavyo swala la utoaji wa zaka na sadaka ambavyo umeainisha kwamba waumini ama waja wa Mwenyezi Mungu wasisubirie kutafutwa na watu ambao hawajiwezi, bali wao watafute kwa ajili ya kutafuta rahima za Mwenyezi Mungu. Lakini pia swala la maadili na umoja ama maadili umeligusia kwamba watu wasiwe wa kukaa kwenye vijiwe. Vipi, unajua katika mfungo wa Ramadhani uchumi, labda wewe unaweza ukasema neno lipi kwa watu ambao wanaweza kuwa na changamoto za kiuchumi katika kupata labda vyakula kutokana na hali ya japo umesema wafanya biashara washushe wahurumie. Vipi wewe unaweza kuzungumzaje sasa kwa waumini ambao wakati mwingine wanaweza wakawa hawajiwezi kiuchumi? Karibu. Asante sana. Kwanza niseme Waislamu kupitia saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni wajibu wetu kufuata akida, misingi ya desturi ya wazee wetu, mashehe zetu, namna ambavyo walivyokuwa wakiipokea hii Ramadhani. Ramadhani ya wazee wetu ilikuwa huwezi kujua nani hana kipato na nani ana kipato. Mashehe wa kata na maimamu wa misikiti wajenge utamaduni wa kufuturu pamoja katika maeneo yao, katika kaya zao. Zamani wazee wetu wakiwa ni viongozi wa dini katika eneo lao lile, basi Waislamu wote wa eneo lile hukusanyika kwa kiongozi wao. Kila aliye nayo anapeleka anachokipeleka pale, na hatimaye iftari inatengenezwa ya watu wote. Kwa hiyo aliyekuwa anacho na aliyekuwa hana, unakuta anaifunga Ramadhani kwa furaha kubwa na bashasha. Kwa hivyo ili kuondosha unyonge kwa wasiokuwa nayo, nafikiri ni wakati mwafaka sasa wa viongozi wa baraza na wasiokuwa wa baraza kuhakikisha sasa tunafata silka na mwenendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhakikisha kwamba kila kata Waislamu wanajiorganize, wanafuturu pahala pamoja kwa kuchangia ili kuwanusuru na wale ambao wasiokuwa na uwezo
wakajikuta wamefunga kwa salama na furaha na amani. Kinyume na sasa tunavyofanya, muda sio mrefu, nafikiri leo ni Ramadhani mosi au mbili, kwa mazoea ambayo nilionayo sasa, kuna taasisi mbalimbali zinatoa misaada, lakini namna ya utoaji ule wa misaada unaingia katika kuwadhalilisha baadhi ya Waislamu wale wanyonge. Unajua katika Uislamu kuna maskini waliojaliwa, kuna wengine wanapenda kuomba, kuna wengine hawapendi kuomba. Sasa hawa wasiopenda kuomba, hawa ndio wanaoumia katika zama zetu hizi. Kuna wale wanayependa kuomba na wasiejali umuru wa wao. Utakuta taasisi moja au nyingine inaandaa sasa iftari, unakuta inawapanga foleni wakina mama, wajane, mayatima, maskini, wanawapanga foleni, kitu ambacho ndani ya Uislamu ni jambo ambalo lisilopendeza, kwa sababu halichungi umurwa wa wale ambao wanaopewa, na kuonekana maskini wanatembea mitaani na mifuko wakinusanusa, yani leo wapi sadaka inatolewa, kitu ambacho ningeliwaomba mashehe na maimamu wa misikiti kufanya tathmini ya Waislamu wao wanaoishi katika sehemu ile, wakaorodhesha mayatima wangapi, wajane wangapi, kama ambavyo zilivyofanyika katika wakati wa Mtume na masahaba wa Mtume. Walikuwa wakijua nyumba fulani na maskini, nyumba fulani na mayatima, nyumba fulani. Kwa hivyo sadaka zile zinapokuja ni kwamba wanakuwa wanapitishiwa wale watu katika majumba yao, kinyume na hivyo ambavyo baadhi ya taasisi zinazofanya. Kwa kweli hatufanyi mambo yaliyokuwa sahihi. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV, tukiwa tunaelekea kutamatisha mahojiano yetu. Umemsikia Shehe wa mkoa wa Singida ameeleza kwa kina namna ambavyo wale ambao wanatamani kuwasaidia watu wasiojiweza wafuate utaratibu ambao sio wa kuwadhalilisha, bali kuna wasiwapange mistari kama wanahitaji kuwasaidia. Lakini Shehe, kila mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan unakuja na ujumbe maalum, labda wa amani kwa taifa. Labda kwa hapa Singida, neno lako moja kwa ajili ya kudumisha amani, utulivu katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika mkoa wa Singida, katika mfungo wa mwezi mtukufu, labda ni lipi? Asante sana. Nashukuru kwa swali zuri. Sisi Waislamu tunatakiwa kudumisha amani, na bila amani hii ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haiwezi ikafungwa. Kuna nchi ambazo zinazoendelea na machafuko ya nchi, kwa hiyo fursa ya watu kufanya ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haipo, kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna kuomba istighfara, yani sehemu ya kuomba toba. Hauwezi ukaomba toba wakati nchi ina misukosuko. Lakini funga ya Ramadhani peke yake ni kinga ya mambo maovu. Mtu aliyokuwa ni mtu fedhuli, sasa hivi akiwa amefunga anatakiwa mikono yake isalimike. Na kufunga haina maana kujizuia kula na kunywa, kama ambavyo alivyotuainishia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema rubba saim, huenda mfungaji katika funga yake, la hadha lahu, akawa hana malipo katika funga yake, illa aljui, isipokuwa anachokipata njaa, wal atish, na kiu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kafunga tu kwa kujizuia kula na kunywa, kitu ambacho mtoto wa miaka 7, miaka 8, miaka 9, miaka 10 anaweza kufunga kujizuia kula na kunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haina maana hiyo. Funga ina maana kwa mwenye kufunga sasa, mdomo wake ufunge, usiwe wenye maneno machafu kwa watu, kwa jamii, sio wenye kutukana watu,
afunge kutokutukana watu, mkono usiwe ni wenye kudhuru watu. Kwa hiyo funga manake viungo vyote vya mwili vinatakiwa vifunge ili amani iweze kupatikana. Manake viungo vya mwili vya mja ni kwamba lazima vifunge. Vitakapofunga basi amani itazidi kudumu, kwa sababu kila aliye mkorofi ataona mimi nimefunga, ataacha ukorofi na amani itaendelea kuwepo. Kikubwa ni wasisitize Waislamu na wanajamii kwa ujumla, tuendelee kushirikiana na kuvumiliana ndani ya nchi yetu, kwa maana ya wasio Waislamu waheshimu Waislamu katika kufunga kwao, kama ambavyo tulivyolelewa sisi wazee wetu. Ulikuwa ukikuta mtu anavuta sigara, akimkuta mtu aliyofunga manake anazima ile sigara kwa sababu asimuudhi yule ambaye alikuwa amefunga. Huko walikuwa wakidumisha amani na upendo. Asante sana mfuatiliaji wa Sinada TV na mtazamaji, tunapoelekea kuhitimisha sasa, Shehe wa mkoa wa Singida amegusa mambo ya muhimu sana katika taifa letu na katika mkoa wa Singida, na mambo hayo ni kudumisha amani, mshikamano na umoja katika taifa letu. Lakini pale ambapo watu wanapokuwa wamefunga, wazingatie kudumisha amani kwa sababu ni misingi endelevu. Tunayo hadhira kubwa ama kundi kubwa ambalo ni kundi la vijana. Wito wako maalum sasa kwa kundi la vijana katika Ramadhani hii ya mwaka 2026? Wito kwa vijana wajilazimishe kufata maelekezo ya Mungu na mtume, lakini wajilazimishe pia kufuata maelekezo ya viongozi wetu wa dola wa kinchi katika kuhimizwa kufanya kazi, wafanye kazi, katika kuhimizwa watii maelekezo ya serikali yetu. Lakini pia vijana ndio nguvu kazi ya taifa, lakini ndio nguvu kazi ya dini yetu, kwa sababu ni wahimize vijana waweze kufanya ibada hii ya kufunga, kwa sababu wao ndio wenye nguvu ya kuweza kusali sala za tarawehe, kuweza kufunga, kujizuia kula, siha zao, afya zao, wao ndio wana nguvu zaidi kuliko wazee. Kwa hiyo na ibada zao zinakuwa zina nguvu zaidi, zina tija, zinampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko wazee wetu ambao wameanza kuchoka. Vijana wao sasa ndio wachukue hizi nafasi ya kusimama visimamo vya usiku, kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Lakini pia kuna jambo moja ambalo leta utata kidogo baadhi ya watu. Kuna ndugu zetu hawa wa Kristo wanapoguswa katika maisha yetu ya kijamii, kuona kwamba wawasaidie ndugu zao Waislamu kama vile kuwapa iftari, wengi wamekuwa hawaelewi maana ya zawadi au sadaka. Huwa wanasusa, wanasema kwamba hii haiwezi kuwa sawasawa kwangu. Kwa hivyo niwaondoe mashaka na hofu kwamba ukipewa sadaka na mtu aliyokuwa sio Muislamu, ni Mkristo, anakupa sadaka, jamani tuipokee, kwa sababu mlipaji wa sadaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu analipa kwa Muislamu, anamlipa akitoa sadaka, na aliyekuwa sio Muislamu pia ni Mkristo akitoa, Mwenyezi Mungu anamlipa. Lakini tofauti ya malipo ya watu hawa ni mbili. Sisi kwa imani yetu, Mkristo akitoa analipwa hapa hapa duniani. Yani akitoa sadaka, Mwenyezi Mungu anamlipa hapa hapa duniani, anamtengenezea na mambo yake. Kama alikuwa mabaya, akitoa sadaka, Mungu anapokea sadaka yake na inaswihi. Na sisi Waislamu tunapotoa sadaka zetu tuna mambo mawili. Tunapata maslaha ya hapa duniani, lakini na akhera pia tunapata. Kwa hivyo ni wasihi Waislamu waache ubaguzi katika
kupokea hizi sadaka. Mimi niko tayari, akiniletea nitapokea na nitamwombea Mungu pia amtengenezee mambo yake. Na unapopokea sadaka yake, basi muombe Mungu pia amtengenezee mambo yake, kwa sababu tupo katika maslaha ya kijamii. Mungu sio mchoyo. Mungu Bwana hamdhulumu mtu, kiumbe wake yote anapotenda wema. Shukrani sana. Katika kitu ambacho kimenifurahisha zaidi nikiwa na shehe wa mkoa wa Singida, ametoa pia kama nasaha kwa Waislamu pia kwa Wakristo kwamba sadaka, kuna watu wanakuwa na wasiwasi kwamba akipokea sadaka kutoka kwa Mkristo au Mkristo mwenyewe anaogopa kwamba mimi nikitoa sadaka kwa Muislamu kipindi hiki siwezi kupata baraka. Nimepata maarifa ambayo hata mimi amenisaidia kwamba nikiwa Mkristo nikitoa kwa Muislamu napata baraka duniani hapo hapa, lakini pia kama Muislamu nikitoa sadaka nazipata duniani, lakini hata akhera pia. Mimi ni John Hassan wa Snadareal TV na tupo powered by Techno Tanzania, Sangawe Glass and Aluminium, BioSustain, lakini bila kuwasahau Royal Village Hotel wanaopatikana Dodoma, Morogoro, Singida na Dar es Salaam. Lakini mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu nikiwa na shehe wa mkoa wa Singida. Sisi tunashukuru na kushukuru sana kwa kunikaribisha katika ofisi yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru. Labda kwa nyongeza, naye katibu hapa anaweza katia neno kidogo, na yeye atatoa shukrani kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida. Karibu katibu.